بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له. واجب ومke kumtii mume wake na kuharamishwa kumwasi. قال حفظه الله: يجب عليك أيتها المرأة المسلمة طاعة زوجك بالمعروف. ni lazima kwako ewe mwanamke muislamu kumtii mume wako kwa wema. يجب عليك أيتها المرأة المسلمة طاعة زوجك بالمعروف. ni lazima kwako ewe mwanamke muislamu kumtii mume wako kwa wema. Yani kwa wema ni kwamba akikuamrisha maasiya, hapo ni lazima umuasi, lakini kama haja kuamrisha maasiya ni wajibu kumtii mume wako. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwanamke akisali sala zake tano hizi za faradhi na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hasanat farjaha, na akaihifadhi tupu yake na zinaa, kahifadhi tupu yake na musahaka, wa ata'at ba'laha, na akamtii mume wake, dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at, ataingia katika milango yoyote wowote wa peponi aliyoutaka. Mwanamke huyo ataingia peponi katika mlango wowote anaoutaka, ikiwa ametekeleza akasali sala zake tano na akafunga mwezi wa Ramadhani na akahifadhi tupu yake na akamtii mume wake. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. si halali mwanamke kufunga na hali mumewe yupo isipokuwa kwa idhni yake. Mwanamke sio halali kufunga saumu ya sunna kama mumewe yupo isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Amtake idhni mume kwamba anataka kufunga saumu ya sunna, mwanamume wake akimruhusu hapo afunge. Asipomruhusu ni kwamba yule mume pengine atakuwa na haja naye, kwa hiyo asifunge. Idhan la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidhni. si halali kwa mwanamke yoyote kufunga na hali mumewe yupo isipokuwa kwa idhni yake. wala ta'dhanu fi baitihi illa biidhni, wala simruhusu yoyote kuingia katika nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Wanaoingia pale nyumbani kuja kumtembelea pia iwe ni kwa idhni ya mume, asiwaingize watu ambao mume hataki waingie katika nyumba yake. Hii ni kuonesha haki kubwa za mume alizonazo kuliko mke. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. mume anapomuita mke wake kwenye godoro lake kwa ajili ya kulala naye, kwa ajili ya kufanya kitendo cha ndoa, falam ta'ti, mke asende katika godoro lile, famata ghadban alaiha, mume akalala hali ya kumkasirikia mke wake, la'anataha almalaikatu hatta tusbih, malaika wanamlani mwanamke huyo mpaka asubuhi. Anakuwa na laana za malaika kwa vile kumkatalia mume wake. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده
ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alayhi illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda anha. Mtume anasema, na apa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, hakuna mwanamume yoyote anayemuita mke wake katika godoro lake, fataba alayhi, yule mke akamkatalia mume wake, illa kana alladhi fi samai, isipokuwa inakuwa yule aliye mbinguni, sakhitan alaiha, ni mwenye kumkasirikia mke huyo, hatta yarla anha, mpaka mume amridhie. Mwanamke ambaye anaitwa na mume wake katika godoro lake, mwanamke yule akakataa, isipokuwa aliye mbinguni, yani Allah subhanahu wa ta'ala, anamkasirikia mke huyo, hatta yarla anha, mpaka mume awe radhi naye. Wa min haqqi zawji ala zawjatihi an taquma bi riayati baitihi, yani katika haki za mume juu ya mke wake, asimamie kuichunga na kuiangalia nyumba yake. Wa alla takhruja minhu illa biidhnihi, na kutotoka yule mwanamke asitoke katika nyumba hiyo illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake yule mume. Qala sallallahu alayhi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, na mwanamke ataulizwa kuhusu raia zake, wale raia anaowachunga pale nyumbani kwake, watoto wake na mali ya mume wake, atakwenda kuulizwa siku ya kiyama mwanamke huyo. Wa min haqqihi alaiha, pia ni katika haki za mume juu ya mke wake, an taquma bi'amali albayt, asimamie kazi za nyumbani na kutekeleza kazi za nyumbani. Wala tuhwijuhu ila jalbi khadimatin yataharraju minha wa yata'arradu bisababiha lilkhatari fi nafsihi wa auladihi, asimlazimishe kuleta mtumishi ambaye yataharraju minha, anaona vibaya kwa mtumishi huyo na kupata haraj na uzito, mume anaona uzito kuwa na mtumishi huyo. Wa yata'arradu bisababiha lilkhatar, na anajisababishia hatari fi nafsihi wa auladihi, katika nafsi yake na watoto wake. Kwa hiyo mke asimlazimishe mume kumletea khadima, mtumishi ambaye itakuwa ni uzito kwa mume wake kutoonana naye pale nyumbani. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 260 إلى 261 قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. wanawake wale wema ni wale wenye kumtii Allah, ni wenye kuhifadhi tupu zao, lilghaibi, kwa umbali wa mume, bima hafidha Allah, kwa vile alivyowahifadhi Allah. Yaktadhi wujuba ta'atiha li zawjiha mutlaqan, aya hii inahukumu wajibu wa mke kumtii mume wake kwa hali zote, min khidmatin, huduma, wa safarin ma'ahu, na kusafiri pamoja naye, wa tamkini lahu, na kummakinishia mume, wa ghairi dhalik, na mengineyo, kama dallat alayhi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama zilivyofahamisha hivyo hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa qala al-allamah Ibn al-Qayyim fi al-Hadi al-mujallad al-khamis أو المجلد الخامس صفحة 188 إلى 189 قال: واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكماله. Ametolea hoja mwenye kuwajibisha huduma, yani mwanamke ni wajibu amhudumie mume wake, kwamba jambo hili ndio maarufu, ndio wema kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasemesha na kuwaambia. Wa amma tarfihu almar'a wa khidmatu az-zawji laha, ama kustarehe mwanamke na mume kumuhudumia mke, wa kansuhu, na kufagia huyo mume, wa tahnuhu, na kusaga vyakula yeye mume, wa ajnuhu,
na kutengeneza vitonge vya mkate, wa ghasiluhu, na kumfulia nguo zake, wa farshuhu, na kutandika kwake, wa qiyamuhu bi khidmati albayt, na kusimamia huduma za nyumba. Hii fa min almunkar, hii ni katika munkar, kwamba mume ndiye anayefanya hivyo. Hii ni katika munkar. Wallahu ta'ala yaqul walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, na wana hao wanawake mfano wa zile haki ambazo zinawajibika wawafanyie waume zao kwa wema. Waqala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wenye kusimamia wanawake. Kwa hiyo asli ni kwamba wanaume wanasimamia wanawake, na wanawake wao ni kwamba kazi zao ni za nyumbani, huduma za nyumbani, kufagia, kusafisha, kupika, kufua, kutandika, huduma zote za nyumbani hizi ni kwamba mke amuhudumie mume wake. Ama mume kazi zake ni kusimamia mambo ya mke, mambo ya chakula, mambo ya kumtafutia riziki, mambo ya kutafuta nguo za mke wake. Haya ni mume, lakini mke ni wajibu wake kuhudumu nyumbani kwa ajili ya mume wake na kwa ajili ya watoto wake. Yaqulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, wa idha lam takhdumhu al-mar'a bal yakunu huwa al-khadima laha fahiya alqawamatu alayhi. Asema mwanamke asipomhudumia mume wake bali anakuwa huyo mume ndiye mhudumu wa mke wake, itakuwa mwanamke ndiye msimamizi wa mwanamume. Ila anqal, mpaka aliposema fa inma awjaba Allahu subhanahu nafaqataha wa kiswataha wa maskanaha في مقابلة استمتاعها بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. anaelezea maneno Ibn Qayyim rahimahullah, anasema Allah amewajibisha mume kumpa chakula mke wake, wa kiswataha, na mavazi yake, wa maskanaha, na nyumba yake, fi muqabalati istimta'ihi biha, katika mukabala wa kustarehe naye, wa khidmatiha, na ile huduma zake, wa ma jarat bihi adatul azwaj, na yale ambayo imepita kawaida ya waume kwa wake zao. Kwa hiyo asli na sheria ni kwamba wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Hii sheria hii na asli hii isije ikabadilishwa, ndio maana ya Ibn Qayyim rahimahullah, isije ikabadilishwa ikawa wanawake ndio wasimamizi wa wanaume. Wa aidan fa innal uqud al-mutlaqa inma tunzalu ala al-urfi wal-urfu khidmatu al-mar'ah wa qiyamuha bimasalih al-bayt ad-dakhila. Asema vile vile akdi hizi zilizoachiliwa zinateremshwa na kuwekwa kikawaida ya watu, mambo ya bei, mambo ya biashara, mambo ya kukodishana, na mambo ya akdi hizi za ndoa zinawekwa juu ya kawaida ya watu. Wal urfu, na hiyo kawaida, khidmatul mar'a, ni huduma ya mwanamke kwa mumewe, wa qiyamuha bimasalihil baiti dakhila, na kutekeleza mwanamke maslahi ya nyumbani, yale ya ndani. Hizi ni kazi na ni huduma za mke, si huduma za mume. Waqala wala yasihhu at-tafriqu baina sharifatin wa dani'ah wa faqiratin wa ghaniyya, na haisi kupambanua na kufarikisha baina ya mwanamke mtukufu na baina ya mwanamke duni na baina ya mwanamke fakiri na tajiri. Wote ni sawa sawa katika huduma za nyumba, wote ni sawa sawa katika kuwahudumia waume zao. Si kwamba mwanamke nasiba mwenye nasabu nzuri yeye sasa mume ndio ahudumiwe na mwanamke huyu, au mwanamke tajiri ndio amhudumie mume, ama mume anamhudumia mke fakiri peke yake. Sio hivyo, bali wote ni sawa, wote wanatakiwa
iwe kazi zao ni za nyumbani. Huyo mwanamke awe ni sharifa, awe ni mtukufu, awe ni nasiba, awe ni fakira, au ni ghaniya. فهذه أشرف نساء العالمين، يعني فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها. huyu mtukufu wa wanawake wa walimwengu, yani Fatima radhiyallahu anha bintu rasuli sallallahu alayhi wasallam, kanat takhdumu zawjaha, alikuwa akimhudumia mume wake. Nani? Ali ibn Abi Talib. Fatima radhiyallahu anha bintu rasuli sallallahu alayhi wasallam ashrafu nisa'il alamin, kanat takhdumu zawjaha, alikuwa akimhudumia mume wake Ali. Wajaatuhu sallallahu alayhi wasallam tashku ilayhi alkhidma, akamjia mtume sallallahu alayhi wasallam na kumshtakia huduma. Falam yushkiha, asimshtakie na kumkubalia mashtaka yake. Mama Fatima alikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwambia kwamba kazi zimekuwa nyingi za nyumbani, kazi za nyumbani zimekuwa nyingi, kwa hiyo anataka muhudumu, apewe mtumishi ili amsaidie kazi zile. Sheikh Albani ameelezea jambo hili katika adabu zafaf. Mama Fatima akamwambia mtume kwamba ataka mtumishi wa kumsaidia kazi za nyumbani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelekeza, akamwambia kuna jambo bora kuliko huyo mtumishi. Akamwambia nini? Aseme subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33. Akamwambia adhkari hizi ni bora kuliko huyo mtumishi unayetaka. Kwa kama ingekuwa ni lazima mke awekewe mtumishi, mtume angemwambia Ali ibn Abi Talib kwamba lazima huyu mtafutie mtumishi amsaidie, kwa sababu kazi ni nyingi. Kwa hii inamaanisha kwamba mwanamke hata kama ni sharifa, hata kama ni mwanamke mtukufu, ni mwanamke ghania, nasaba yake ni tukufu, hivyo hivyo anatakiwa afanye huduma za nyumbani, hivyo hivyo anatakiwa amuhudumie mume wake. Hakuna sharifa kuliko mama Fatima radhiyallahu anha, kama alivyomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wakati ule alipomnongoneza. Hadithi sahih, mtume alimnongoneza mama Fatima radhiyallahu anha mara ya kwanza, akalia sana huyo mama Fatima. Alimwambia mimi naona muda wangu wa uhai umemalizika au unakurubia kumalizika. Mama Fatima akalia. Baadaye alipoona huzuni imezidi, akamwambia usilie sana, kwani wewe utakuwa ndio ashrafu au sayyidu nisa'il alamin, sayyidatu nisa'il alamin, wewe utakuwa ndio bwana, ndio kiongozi wa wanawake wa Waislamu kule peponi. Mama Fatima akafurahika. Mama Aisha radhiallahu anha pale pale akamfuata mama Fatima na kumuuliza, mtume alikunongoneza nini? Mbona alikunongoneza mara kwanza ukalia, halafu mara ya pili ukafurahika? Mama Fatima akamwambia, subiri, hii ni siri, siwezi kukuelezea. Baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam, mama Aisha akamuuliza tena mama Fatima, ndio mama Fatima akamuelezea mama Aisha kwamba mara ya kwanza mtume aliniambia hivi, mimi nikahuzunika, nikalia. Ndio mtume akasema ile hadithi yake mashuhur, ni'ma salafu ana laki, bora ya salaf ni mimi kwako wewe, kwa mimi nitatangulia kufa. Ndio mama Fatima akalia sana. Alipohuzunika sana na kilio kile, akamnongoneza tena, akamwambia kwamba wewe hupendi kuwa ni sayyidatu nisa'il mu'minina fil janna. Ndipo mama Fatima akafurahika. Kwa ni kuonesha kwamba huduma ni lazima, mke amuhudumie mume wake vyovyote alivyo mke yule na vyovyote alivyo mume yule, hata kama mume akiwa mfupi kama mimi, hata kama mume akiwa mrefu kama mnazi, hata kama mume akiwa ni tajiri, hata kama mume akiwa ni fakiri, mke ni wajibu amuhudumie mume wake. As-su'al: idha ra'at al-mar'atu min zawjiha 'adama raghbatin fiha, mwanamke akiona kwa mume wake kutompenda, mwanamke
akiona kwa mume wake kutompenda, kwamba mume hampendi mke wake, wa hiya targhabu albaqaa mahu, na mke huyu anapendelea kubakia na mume yule, fakaifa tu'alaju almawqif au fakaifa tu'aliju almawqif, vipi utayatibu mawqifu haya? Hili ni swali analiuliza Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Kama mwanamke anaona mumewe hampendi na mke anampenda na anataka kubakia na mume wake, afanye vipi? Fakaifa tu'aliju almawqif, vipi mke huyo atatibu mawqifu hiyo? Jim jawab, yaqulu Allah ta'ala: wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Allah anasema ikiwa mwanamke anaogopea kwa mume wake maasi, kumuasi, au i'radan, au kumpa mgongo na kutompenda, fala junaha alayhima an yusliha bainahuma, si vibaya kwao, kwa huyo mume na mke, kufanya sulhi baina yao. Wasulhu khair, na sulhi ni khairi, wafanye sulhi baina yao ili waendelee kuishi na maisha yao hayo. قال الحافظ ابن كثير: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها, mwanamke akiogopa kwa mume wake kumchukia, ikiwa mke anaogopea kama mume wake atamchukia, au yu'ridha anha, au ampe mgongo, ndio huko kumchukia, falaha an tusqita anhu haqqaha au ba'dahu, yajuzu kwa mwanamke huyo kuangusha haki zake au baadhi yake, aziangushe na aziondoe haki zake kwa yule mume. Haki gani? Min nafaqatin, chakula, au kiswatin, au nguo, au mabitin, au mahali pa kulala, au ghairi dhalika min huquqiha alayhi, au nyinginezo katika haki zake juu ya mume huyo. Walahu an yakbala dhalika minha, na kwa huu ni kwa huyu mume kumkubalia huyo mke. Ikiwa mke anaona mume anaanza kumchukia, mke anaanza kumpa mgongo, huyo mke yajuzu kuangusha baadhi ya haki zake, aziangushe kwa mume ule. Akimwona kwamba anamchukia, basi nakusamehe, chakula cha mchana leo mimi sisikii njaa, nitakula tu hii asubuhi mpaka jioni, usiniletee chakula cha mchana, ili azidi kumpenda, kwamba hataki gharama nyingi. Basi leo kuna harusi, kesho kuna harusi, lakini usiniletee nguo, nitavaa lile gauni langu la mwaka juzi, nitavaa lile nitakwendea harusini. Akiona kwamba mume anamchukia mara kwa mara, anataka nguo hii, mara anataka nguo hii, kwa hiyo akiona kwamba mume anachukia jambo lile, aangushe haki hiyo na aiondoe, kwamba basi sina haja ya kununuliwa, nitakwenda hivi. Hii yule mume akifanywa vile, anatakiwa akubali na aendelee naye mke yule. Anasema fala haraja alaiha fi badliha dhalika lahu, si vibaya kwa mke huyo kutoa hizo haki zake kwa mume. Wala haraja alaihi fi qabulihi minha, wala si vibaya wala si dhambi kwa huyo mume kumkubalia mke huyo aliyeondosha baadhi ya haki zake. Au kama ana wake wawili, amwambie siku yangu mimi utampa yule mke mwenzangu, hii siku yangu ya leo nenda kampe yule, kila siku yangu nenda kwa yule, ili azidi kukaa na mume yule, akiona mume kidogo anamchukia yule mke wake. Sijui mmenifahamu? Haya, isiwe kwamba mume amchukia na yeye sasa amchukia, wanachukiana. La, isiwe hivyo. Yeye ajitahidi kutanazali yule mke, aangushe baadhi ya haki zake, ili kuleta suluhu na ili kuendeleza mapenzi yao na waendelee kuishi. Isiwe huyu kamchukia mwenzake na huyu kamchukia mwenzake, tayari sasa ni ugomvi. Sasa hapo zatafutwa tukuruk na nini na kutia mizigo na vyombo. Isiwe hivyo. Ukiona hivyo, tanazali kidogo, muangushie baadhi ya haki zako, ili aendelee kuzidi kukupenda. Yakulu: walihadha qala ta'ala fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair, si vibaya kwao
kuleta sulhi baina yao, na sulhi ni khair, ay khairum min alfiraqi, sulhi ni bora kuliko kutengana. Ay khairun min alfiraq, sulhi ni bora kuliko kutengana na kuachana baina ya mume na mke huyo. Thumma dhakara qissata Sauda bint Zam'a radhiyallahu anha, kisha akataja kisa cha mama Sauda bintu Zam'a, moja katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, wa annaha lamma kaburat, na kwamba mama Sauda alipokuwa mkubwa, alipokuwa mtu mzima, wa azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala firaqiha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaazimia kumwacha. Salahatuhu, mama Sauda akamfanyia sulhi Mtume sallallahu alaihi wasallam ala an yumsikaha wa yatruka au watatruka yaumaha li Aisha, kwamba amzuie asimuache na amwachie siku yake kwa mama Aisha. Mama Sauda alitanazal, siku yake akampa mama Aisha, ikifika siku yangu nenda kwa Aisha kwa sababu unampenda sana. Faqabila dhalika minha, Mtume akamkubalia hilo. Wa abqaha ala dhalik, akambakisha mama Sauda juu ya hilo. Mama Sauda inavyosemekana, baadhi ya maulama alikuwa ni mzuri sana, lakini unajua tena mtu akiwa mtu mzima anabadilika. Kwa hiyo Mtume akaanza kama kumchukia chukia, ndipo mama Sauda akaamua kutanazal ili kuleta sulhi baina yake na baina ya mume wake. Mtume SAW akatanazal, siku yake akampa mama Aisha radhiyallahu anha. Hivi ndivyo tunavyotakiwa tuwe na tuwaige hawa as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alaihim, akiwemo mama Sauda radhiyallahu anha. Jambo hili alilofanya, wanawake wanatakiwa wamuige mama Sauda radhiyallahu anha, kutanazal baadhi ya haki zake ili alete sulhi na kuleta muwafaka baina yake na baina ya mume wake. Swali jingine, idha kanat almar'atu mubghidatan lizawji wala turidu albaqa'a ma'ahu famadha taf'al, mwanamke akiwa anamchukia mume na hataki kubakia naye, afanye nini mwanamke huyu? Ili swali la kwanza ni kwamba mwanamke anaona kwa mumewe kutompenda na kumchukia, na mke anataka kubaki na mume. Hili swali la pili ni mwanamke ndiye aliyemchukia mume na hataki kukaa naye, afanye nini mwanamke huyo? Jawabu, yaqulu Allahu ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima iftadat bih, mkiogopa kutotekeleza mipaka ya Allah si vibaya juu yao katika walichojikomboa. Fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima iftadat bih, mkiogopa kutotekeleza au mume na mke mipaka ya Allah si vibaya kwao, fima iftadat bihi, katika yule mke alichojikomboa. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وأما إذا تشاقق الزوجان، تفسير آية، أما وكتيت مؤمن مك ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، لما مك أسيتكليز حق زمومه، وأبغضته ناكمشكيا، ولم تقدر على معاشرته، mwanamke huyo hakuweza kukaa naye vizuri yule mume, falaha an taftadiya minhu bima a'taha, yajuzu kwa mke huyo kujikomboa kwa mume huyu kwa kitu atakachompa kile alichopewa. Yajuzu kwa huyu mke an taftadiya minhu, ajikomboe kwa mume huyu bima a'taha, kwa yale mahari aliyompa, yale mahari ambayo mume amempa huyu mke, yajuzu kwa mke huyu ajikomboe kwa mahari yale yale aliyopewa. Wala haraja alaiha fi badhliha lahu, wala si vibaya kwa mke huyu kuyatoa hayo mahari kumpa huyo mume. Wala haraja alaihi fi qabuli dhalika minha, na si vibaya kwa huyu mume kukubali hilo kwa mke huyu. Ikiwa mke anachukia kukaa na mume kwa sababu yoyote,
labda mume labda ni mraibu wa miraa, mume hayuko vizuri, hana iltizami ya dini, mke yajuzu kujikomboa na kufanya khule. Inaitwa khule katika sheria, inaitwa khule. Ajikomboe, amrudishie mahari yake mume yule, ende kwa kadhi amuelezee matatizo ya mume na kwamba siwezi kukaa naye kutokana na matatizo yake kadha kadha kadha. Kadhi atamwambia sasa, kama wewe unamchukia na huwezi kukaa naye, yani jikomboe, fanya khulei, ulipe, umrudishie mahari yake, mrudishie mahari yake, halafu itakuwa hiyo ni khulei, ndoa hakuna tena. Hii ndiyo maana ya aya, fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima iftadat bihi. Swali jingine, idha talabat minhu alfiraqa min ghairi udhrin famadha alaiha min alwa'id. Mke akimtaka mume amuache bila ya udhuru wote, ni waidi, ni makamio gani atakayopata mwanamke huyo? Idha talabat minhu alfiraqa, mwanamke akitaka kwa yule mume talaka, min ghairi udhrin, bila ya udhuru wote, famadha alaiha min alwa'id, mwanamke huyu ana makamio gani? Yani mwanamke anataka talaka bila udhuru wote wa kisheria, basi anataka talaka tu. Jawabu ni kwamba an Thawban radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin faharamun 'alayha raihatul janna. Mwanamke yoyote aliyemuomba mume wake talaka min ghairi ma ba'sin, bila ya ubaya wowote, bila ya udhuru wowote wa kisheria, faharamun alaiha raihatul janna, ni haramu kwa mwanamke huyo harufu ya pepo. Ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin, mwanamke yote aliyemuomba mume wake talaka bila ya ubaya wowote, yani bila udhuru wowote wa kisheria, faharamun alaiha raihatul janna, ni haramu kwa mwanamke huyo harufu ya pepo. Harufu pia haipati mwanamke huyo kwa sababu ametaka talaka bila ya udhuru wote wa kisheria. Na hii ni kwa mfano mume ameoa mke mwingine, huyu mke wa kwanza akenda akataka talaka, hiyo inampata hadithi hii na makamio hayo, sababu hapo ametaka talaka bila sababu yoyote ya kisheria na bila udhuru wowote. Hii inampata makamio hayo, kwamba harufu ya pepo pia hataipata huyo, sababu hakuna sheria hiyo kwamba mume akioa mke mwingine wewe ukaombe talaka au ufanye khule. Hiyo si sheria, wala si sheria ya Kiislamu, itakuwa amekwenda kinyume na sheria, hapo makamio haya yanampata. Wadhalik lianna abghadha alhalali ila Allahi talaq, kwa sababu halali anayoichukia sana Allah ni talaka. Wa innama yusaru ilayhi inda alhaja, inaendewa hiyo talaka kwa haja, ikiwa kuna dharura ndiyo mume anamwacha mke. Amma biduniha, ama bila ya haja, fa innahu makruhun, jambo la talaka ni makruh, lima yatarattabu alayhi min al-adhrari allati la takhfa, kwa sababu yanayopangika katika madhara ambayo hayajifichi. Madhara ya talaka ni mengi. Kwanza inakuwa kama kuna watoto wale wanakuwa wanapata tabu, watoto mama yao yuko mbali, baba yao yuko mbali. Hii ni moja katika madhara makubwa ya ile talaka ambayo ameitaka huyo mke, sababu hakuna dharura yoyote wala hakuna haja yoyote ya kutaka talaka hapo walivyotaka. Kwa jambo la talaka ni jambo ambalo linachukiwa na sheria ya Kiislamu, bali na Allah subhanahu wa ta'ala. Walhajatu allati tulji'u almar'ata ila talabi at-talaqi an yamtani'a min alqiyam bihaqqiha alayhi ala wajhin tatadarraru bilbaqa'i ma'ahu. Anaelezea ile haja ambayo inamlazimisha mwanamke kutaka talaka. Hii an yamtani'a min alqiyam bihaqqiha alayhi, ni yule mume kukataa
kutekeleza haki zake. Mume ikiwa hatekelezi haki za mke, ala wajhin tatadhararu bilbaqai mahu, kwa njia ambayo yule mke anapata madhara akibakia na mume huyo, hiyo ni hali ya dharura, ni hali ya haja hapo ya kutaka talaka. Lakini vinginevyo kwenda kuoa tu mke wa pili, hiyo ni kwamba ni hali mbaya ambayo mke ataomba talaka ikiwa sababu ni mume kuoa. Hiyo sio sababu ya kisheria wala si udhuru wa kisheria. Naam, mume ikiwa hamtekelezei haki zake, hatoi chakula, hampi chochote na ana uwezo, hapo ana haki mume kutaka talaka. Lakini vinginevyo hana haki mke kutaka talaka kwa mume, na vinginevyo anapata makamio hayo ambayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akulindeni na makamio hayo ya kutopata harufu ya pepo. Qala Allah ta'ala faimsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. At-talaqu marratan, faimsakum bima'ruf au tasrihum biihsan, kumzuia kwa wema au kumwacha kwa wema. وقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. aya inaelezea hukumu ya ila, mume kuwapa kutomuingilia mke wake kwa muda wa miezi 4. Hii inaitwa ila. Ndio Allah anasema wale wanaofanyia ila wake zao wakaapa kwamba hawatawaingilia kwa muda wa miezi 4, fa infa'u, wakirudi wakatekeleza hilo, fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Wa in azamu talaqa, wakiazimia talaka, fa inna Allaha samiun alim, Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Hadha wallahu alam.